Dalili za ugonjwa huu wa PID, pelvic inflammatory disease, ya kwanza kabisa ni abdominal vaginal discharge. Mwanamke atakuwa anatokwa na uchafu sehemu zake za siri, na uchafu huu unaweza ukawa unaonekana mithili ya usaha ukiuangalia, na rangi yake unakuwa unaonekana njano, sometimes unaonekana kama ni wa kijani, lakini pia unakuwa unatoa harufu kali. Hiyo ni dalili ya kwanza ya mwanamke kuwa na ugonjwa huu wa PID. Lakini dalili ya pili ni lower abdominal pain. Mwanamke atakuwa anapata maumivu chini ya kitovu, na maumivu haya mara nyingi huwa yanakuwa ni bilateral, kwamba yanakuwa yanauma maeneo ya chini ya mbavu, upande wa kulia na upande wa kushoto. Na hii pia ni dalili ya kuonesha kwamba tayari ovaries au mji wa mayai ushavamiwa na haya maambukizi, na tayari kuna baadhi ya complications mwanamke ashaanza kuzipata. Lakini dalili ya pili, mwanamke atakuwa anapata joto, atakuwa anapata homa, na ukimpima nyuzi joto yake utakuta ni zaidi ya centigrade 38 za jotoridi ya mwili wake. Lakini dalili nyingine ambayo mwanamke ataionesha, ataonesha dalili ya dysuria. Atakuwa anapata maumivu wakati wa kukojoa, lakini pia dalili nyingine atapata dyspareunia. Mwanamke atakuwa anapata maumivu wakati yeye akishiriki tendo, na hii ni kwa sababu ya inflammation, kwa sababu vile vya vyake vya uzazi vimeshaathirika, vina maambukizi. Kwa hiyo yeye inakuwa ni rahisi zaidi wakati wa kushiriki tendo kuweza kupata maumivu. Lakini wanawake pia wanakuaga na pelvic pain, wanakuwa wanapata maumivu ya kiuno. Mwanamke unakuta muda wote kiuno kinamuuma tu na asijue sababu ni nini. Kwa hiyo hii ni dalili ya kuwa na ugonjwa huu wa PID. Lakini dalili nyingine ni cervical motion tenderness. Sasa dalili hii huwa inagundulika mwanamke tayari akiwa ashafika hospitali na akiwa anafanyiwa uchunguzi wa kitaalam. Huwa kuna manuva inaitwa cervical excitation test, kwamba mwanamke akifanyiwa uchunguzi huu huwa anakuwa anapata maumivu mara baada ya ile cervix yake, ushingo wake ya kizazi kuzungushwa. Lakini pia dalili nyingine, mwanamke anaweza kawa ana adnexal tenderness, kwamba vile viungo vya karibu na vile vya uzazi ambavyo vimeathirika pia na vyenyewe vinaweza vikawa vina hali ya kupata maumivu.